wa min almukhalafat, na miongoni mwa mambo tunayoyafanya ambayo ni kinyume na sheria, al-iktharu min as-sahri, ni kufanya wingi wa kukesha. Sio kukesha liajli al-ibada, sio kukesha liajli qiraati al-Qur'an, sio kukesha liajli al-istighfar. Ni watu wanakesha kwa sababu ya mambo ya kipuuzi na michezo mbalimbali. Katika makosa ambayo tunayoyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani ni pale tunapochukuana kundi la watu tukaenda kukesha kwa mambo ya kipuuzi. Hata swara al-lailu naharan wan naharu laylan, mpaka imefikia kiwango ndani ya Ramadhani ule usiku unakuwa ni kama mfano wa mchana na ule mchana unakuwa ni kama mfano wa usiku. Yatarattabu ala dhalika tadyi'u alwajibat, matokeo yake inawapelekea watu hao kupoteza yale mambo ambayo kwamba ni ya lazima ya kiibada ambayo wanatakiwa wayafanye ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa a'dhamuha as-salatu, na jambo kubwa zaidi ambalo watu leo wanakwenda kulipuuzia na kulipoteza katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ni nini? Ni ibada ya swala. Watu wengi leo ibada ya swala wanaipotezea. Fala yusalliha fi waktiha, haiswali swala hiyo katika wakati wake. Au yusalliha fil baiti duna almasjid, au muislamu yule anaamua kwenda kuiswali swala ile nyumbani kinyume na msikiti. Wa hadha haramun wa ithmun, na jambo hili ni haramu tena ni dhambi kwa yule ambaye anayelifanya. Bal inna tarka salah, bali hakika jambo la kuacha ibada ya swala, hata yakhruja waktuha bighairi udhrin, mpaka wakati wa swala unatoka hauna sababu ya msingi na ya kisheria. Kufrun akbarun, huu ni ukafiri mkubwa. Inda baadhi ulamai, kwa baadhi ya maulama. Yani we mtoto wa kiume unakesha usiku mzima, ima unacheza keram, unacheza karata, au unaangalia movie mbalimbali ndani ya usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, unaupoteza muda wako. Alafu inafikia mahala karibu na salati alfajiri unaamua kwenda kulala. Salati alfajiri inafanya nini? Inakupita wakati huo. Mtu huyu yawezekana akalala mpaka kesho yake alasiri, hapo tayari zimempita swala kadhaa. Salatu alfajiri hana, salatu dhuhuri hana, salatu alasri hana. Kisha mtu huyu tunasema ya kwamba amefunga. Fa ayu siyamin inda hadha shakhsi wa amthalihi, ni funga ya aina gani ambayo anaifunga mtu huyu na mfano wa watu kama hawa ambao wanakesha kwa mambo ya kipuuzi, kisha wanalala mchana mzima wakiwa wamepumzisha mili yao katika magodoro na vitanda vyao. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume Muhammad, rehma na amani zimshukie yeye, baina al-kufri wal-iman, baina ya ukafiri na imani ya huyu muislamu, tarku salati, ni pale anapoenda kuiacha swala. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha muislamu anapoiacha swala kiholela, hana mpango nayo, muislamu huyu anaingia katika ukafiri. Hadithi kaipokea Imamu Muslim kwa nambari 82. Sheikh Albani amesahihisha fi sahihi al-Jami', utaipata kwa nambari 2849.